Tafuta au tembea na Roho Mtakatifu kwenye lango la mwaka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu yuko hapa kutusaidia kwa utukufu wake. Kwa hiyo ibada hii ni ya kwake. Haleluya. Kwa hiyo ibada hii sio kina Daniel, lakini ni ya Roho Mtakatifu mwenyewe. Kwa tumpe nafasi ya kwanza kwenye ile eneo. Haleluya. Kwa hiyo tembea na Roho Mtakatifu kwenye lango la mwaka au kwenye lango lako, na lengo la somo ni kwamba uone umuhimu wa kutembea na Roho Mtakatifu kibinafsi. Kwa lugha nyingine ni kwamba uone umuhimu wa kujenga mahusiano binafsi na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo neno mahusiano binafsi na Roho Mtakatifu, jambo la kwanza uelewe tafsiri yake ni kitu gani? Mahusiano manake ni maisha ya pamoja. Kwa mtu ambaye anatembea na Roho Mtakatifu kimahusiano, manake amekubali kuishi kwenye ngazi moja na Roho Mtakatifu. Lakini pia Roho Mtakatifu anajifunua kwenye mahusiano. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni zaidi ya kuimba, Roho Mtakatifu ni zaidi ya kuhubiri, Roho Mtakatifu ni zaidi ya kuomba. Lakini kuimba, kuomba, kuhubiri kunaanzia ndani ya Roho Mtakatifu. Kwa nini? Roho Mtakatifu ndiye ambaye anakutia nguvu ya kuhubiri, kutia nguvu kwa ajili ya kuimba. Kwa bila Roho Mtakatifu hakuna kitu. Lakini pia Roho Mtakatifu ni mahusiano ambaye anakaa na mtu binafsi kwenye maisha yake binafsi, anampa namna au nguvu ya kuzaa matokeo. Okay, leo ni baada ya kusifu na kuabudu hapa. Roho Mtakatifu akipewa shida ya kwanza au nafasi ya kwanza kwa mwimbaji. Maana Roho Mtakatifu anampa nafasi ya mwimbaji kuimba kimatokeo. Ndio nimekaa hapa sana, mtu yuko nyuma kwa anaumwa, anakuja fulani. Afu mwimbaji akawa ametembea kimahusiano na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anamtia nguvu mtu mwimbaji. Lengo lake aimbe, tuone kwa nini matokeo kitokea. Kwa jambo la kwanza ni matokeo ya kimahusiano. Funua haraka kitabu kile cha Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili, nimaliza haraka. Wakorintho wa pili sura ile ya mwisho, sura ile ya 13 na mstari wa 14. Anasema hivi: neema ya Bwana Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Kwa neno lile ushirika manake ni mahusiano. Ushirika manake ni maisha ya pamoja kati ya mtu ambaye ameamua kutembea na Roho Mtakatifu kimahusiano, kiushirika, kiumoja. Lakini pia jambo lingine, kutembea na Roho Mtakatifu kimahusiano ni maamuzi ambayo mtu anaamua kujenga mahusiano ya ndani na Roho Mtakatifu. Ndani ya mahusiano na Roho Mtakatifu mnakuwa mnashirikiana. Kwa nini? Fellowship, mahusiano. Roho Mtakatifu hana mwili. Roho Mtakatifu ni halisi sana, lakini hana mwili. Wewe uko hapa una mwili, unaimba namna hii, unafurahi hapa mbele, wewe ni halisi, lakini Roho Mtakatifu ni halisi kuliko wewe. Lakini ana kiu umpe mwili wako autumie kwa kazi yake ya siku ya leo, jioni ya leo, kwa ajili yako. Na ndio maana ndani mahusiano Roho Mtakatifu unajiweka wakfu kwake. Yaani anakuchukua unakaa ndani yake Roho Mtakatifu. Kwa nini? Unakaa naye mahusiano. Kwa ukiimba mbele hapa uimbe wewe, lakini Roho ndani anaimba kupitia wewe. Kwa nini? Yeye hana mwili, anakaa ndani yako anaimba. Kwa ukiimba uimbe wewe, yeye ndani anaimba. Kwa ghafla mtu anapumuliwa, anapona mgonjwa wake, kila na kifafa, anaponywa. Kwa nini? Roho Mtakatifu anajua. Haleluya. Lakini pia kwenye mahusiano yeye, kama unakaa naye mahusiano, Roho Mtakatifu anakufunika na nguvu. Kwa unajaa nguvu ndani yako. Kwa nini? Roho Mtakatifu sio nguvu, lakini anazo nguvu. Roho Mungu sio upako, lakini anao upako. Yeye sio mafuta, lakini ana mafuta. Yeye sio moto, lakini anao moto. Kwa kuna aina ya upako ambao anakupa unakaa nao. Kwa nini? Ni rafiki yake na mahusiano ndani ya kumaanisha. Unisikilize kwa makini. Mtu ambaye anatembea kimahusiano na Roho Mtakatifu, manake uwepo wake unakaa ndani yake. Roho Mtakatifu ana uwepo, lakini pia anazo nguvu. Uwepo sio nguvu, ila uwepo maana ni eneo ambalo yuko. Kwa sababu ni huduma mahali fulani, muda mrefu umepita, kuna dada fulani mwana praise ana ushi
akishika maiki hapa mnamwona Bwana. Yaani baba Mungu huyu hapa reference mzima mzima. Kwa hiyo yani binti anaimba amejaa upako na nguvu. Ilikuwa ni baada ya maombi. Ghafla binti yule kwenye ile sana kuomba akawa analia sana. Analia, anaomboleza. Mimi niko binti amejaa upako, nguvu zimemshikia. Ila ndani roho ananiambia, sio upako, sio nguvu. Kuna maisha asili ambayo anaishi hayako sawa. Yaani sawa mwana praise lakini anafanya zina. Sawa ni mwimbaji ana upako lakini anafanya vitu mbalimbali. Ananiambia kuita mbele Mungu nini leo pamoja. Sasa mimi nasema mbona huyu binti tunamfahamu ana upako sana. What if kama nikisema kwamba wewe binti yule hivi afu ndio kani ukosea itakuwaje? Kwa hiyo nikajiongeza kidogo. Kwa jamani Mungu ameniambia kuna tuko hapa wengine kuna roho ya uzinzi imetubana. Kwa hiyo wewe uko hapa njoo mbele. Wakaja wengi sana. Hii ni baada ya maombi ya mfungo. Alafu mbona watu wote hawa wanatoka mwechi akaniambia hivi. Kuna ambao wanatembea na nguvu zako lakini hawana uwepo wao. Na ndio maana nguvu za Roho Mtakatifu zinaingia mpaka disco, zinaingia mpaka guest, lakini uwepo wake haukai. Uwepo na kama Roho Mtakatifu, lakini nguvu zake hata kama mtu ambaye ni mchafu baya mno zinakaa ndani yake. Na ndio maana jambo la kwanza kimahusiano na yeye Roho Mtakatifu cha kwanza anakupa tabia zake. Haleluya. Okay, malize pointi ya mwisho. Lengo la ili somo langu. Tuko mwanzo wa mwaka ambayo ni lango la mwaka huu mzima. Roho Mtakatifu anajua kila kitu. Roho Mtakatifu anafahamu mwezi wa 4 una haja gani, anafahamu mwezi wa 5 una haja gani. Kwa ukitembea naye kwenye lango hili kuanzia leo kimahusiano, anakupa hatua za kila hatua kwenye kila muda, kila time, kila nyakati, kila muda. Kwa hiyo kwenye lango kuna aina mbalimbali ya vita mbalimbali za shetani. Kuna aina ya vikwazo viko mbele vinawekwa. Roho Mtakatifu anafahamu kwamba ukimagia leo uko hivi safi, ila kesho kutwa kuna adui yuko mahali fulani. Anafahamu. Kwa hiyo ndani ya msomo na Roho ataniambia kwa marafiki yangu, kaa vizuri hapa. Hapa tembea hapa. Kwa nini? Ni urafiki wa ndani kimahusiano. Haleluya. Haleluya. Okay, lango ni kitu gani? Lango maana yake ni uwazi ambao unaruhusu kupita na kuingia. Hilo ni lango. Tafsiri ya kwanza lango. Lango pia maana yake ni kama fursa, opportunity, fursa. Ni fursa. Mfano, Mungu nisaidie. Yaani baba nisaidia biashara yangu inuke baba, fungua lango la biashara. Maana yake Mungu afungue fursa. Lakini pia kwenye kila mwaka, neno mwaka mwake ni muda. Kila muda unakuja na aina ya fursa. Kwa muda ni kama lango, kwa fursa, opportunity ni kama lango pia. Biashara ni lango. Kwa Roho Mtakatifu anakupa ushauri, elimu, tabia namna hii, fanya hichi. Au macho ya ndani yanatoa nuru. Lengo lake uone fursa ya kuhusika. Kwa nini? Ili uishi maisha ya ushindi wa mwaka huu. Na ndio maana Roho Mtakatifu ni muhimu sana. Anafahamu kila kitu duniani hapa. Kwa nini? Dunia iko ndani yake. Kwa kila aina ya idea za biashara, uchumi anafahamu Roho Mtakatifu. Kwa ndani ya mahusiano kuna aina ya neema anakupa utembee kwa sahihi ndani ya mashina ya mwaka huu au lango la mwaka huu. Kwa hiyo kuna haja na Roho Mtakatifu. Yunidi. Lakini pia Roho Mtakatifu kabla ya kuja siku ya Pentecost, watu walikaa hapa wakimsubiri ashuke duniani. Lakini baada ya Pentecost, Roho Mtakatifu amekaa mahali, anataka wewe ndio muendee. Kwa jambo la kwanza, mwaka huu kuanzia leo, amua kutembea kimahusiano, kiushirika na Roho Mtakatifu. Ndio maisha tunaendelea mbele zaidi. Lakini Roho Mtakatifu anakiwa na wewe, niamini. Ni kweli unatembea unaona, so mimi Roho ni Mungu, njoo kwangu Bwana nijaze mzako, lakini yeye anakiwa na wewe. Andika Yakobo sura 4 mstari wa 5. Au nafikiri maandiko yanasema uongo kwamba Roho anayekaa ndani yenu anamtazama kiasi cha kuonea wivu, anawatamani Roho Mtakatifu kimahusiano. Roho Mtakatifu ni halisi sana. Roho Mtakatifu anakiwa na wewe. Okay, uko hapa wewe mwimbaji, tembea kimahusiano. Mwaka utashangaa matokeo yake. Utaimba sawa, lakini matokeo yake sio ya kawaida. Kwa Roho Mtakatifu sio wa kawaida. Andika Samueli wa kwanza sura ile ya 10 mstari wa 6. Kwamba Roho alimshukia Sauli kwa nguvu. Akamgeuza akawa mtu mwingine.
Mtu ambaye amejaa Roho ndani yake huwa anageuzwa anakuwa mtu mwingine. Kwa nini? Roho Mtakatifu sio kawaida. Shikamani mbele hapa kaiba kawaida sana. Roho Mtakatifu kuna aina ya impact matokeo ambayo atazalisha kwa namna isiyo ya kawaida. Kwa nini? Roho Mtakatifu sio kawaida. Roho Mtakatifu ni Mungu ambaye hana mipaka. Ukitembea naye kimahusiano, kuna aina ya mipaka ya kila lango. Roho Mtakatifu anakuvusha. Kwa nini? Roho Mtakatifu ni Mungu ambaye hana mipaka. Tembea naye kimahusiano. Stand up kwa Mungu ya tumalize. Roho Mtakatifu nina kiu nawe. Roho Mtakatifu nina kiu nawe. Roho Mtakatifu kweli nina kiu nawe. Roho Mtakatifu nina kiu nawe. Daudi alikuwa anamfahamu Roho Mtakatifu, alikuwa anakaa naye. Kwa hiyo msiku bwana simuondolee Roho, Mungu akae naye. Alifahamu Roho Mtakatifu akikaa juu yake anamgeuza kwa mtu mwingine. Wewe kama ni mwimbaji, ni mhubiri, mfanya biashara, tembea naye kimahusiano Roho Mtakatifu. Unakuwa mtu mwingine kabisa. Roho Mtakatifu ni Mungu ambaye hana mipaka. Roho ana kiu na wewe ndani yako, ndiye kiu ndani yako. Na ndio maana angalia, anaangalia hali